kinaaminika. Kisema kitu kinachoaminika kile kabla ya dhambi. Sasa hivi baada ya dhambi haviaminiki. Vile ambavyo vinaaminika kinachoweza kutunza good memory. Alafu ninatamani kila mwanadarasa hata awe na copy moja ya this good book. Hii ni maandishi, yani nimeandika. Ni kazi iliyofanyika kwa muda wa miaka 6. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana. Kila mwanadarasa anakuwa nayo. Sina hela ya kuwaprintia wote. Wale wenye uwezo watatusaidia. Alafu wale ambao hatuna tutawasaidia pia. Kila mtu atapata. Hii ni kopi moja tu ya mwalimu ya leo. Wiki lijalo nitakuja na nyingine. Nitawagawia ili tupate. Kwa sababu sio kila kitu kiko kwenye slide. Kuna vitu ambao viko kwenye slide kwenye notes humu hakuna. Niliogopa kuandika kila kitu lingefika peji hata 200 300 lingekuwa kubwa sana. Hili lina peji mpaka sasa ni 120. Kuna kitu nimesahau kwenye gari. Sasa nimtume nani hapa? Wewe uko tayari? Sasa wewe nikikutuma kwenye gari pale unaweza ukachanganyikiwa. Wewe gari iko pale. Ukifungua mlango wa mbele pale kwenye breki kuna karatasi nyeupe zina maandishi, njoo nazo. Hizo zitatumika. Ndio zina kitu cha kuwagawia. Hizo ni free for leo. Kwa leo hizo ni free. Kwa katika darasa letu hili tutaanza kusoma sehemu ngumu kuliko zote katika kitabu cha Ufunuo. Sehemu ngumu katika zote ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa letu, ni Ufunuo sura ya 8 mpaka Ufunuo sura ya 11. Hizo ni sura ngumu sana ambazo zinaitwa ni baragumu 7. Na katika kujifunza huku hizi baragumu 7, si kwamba tutazimaliza zote, lakini tutapita katika utangulizi kwa siku ya leo. Tutaangalia maana ya baragumu, tutaangalia baragumu na patakatifu, tutaangalia baragumu na pambano kuu. Nikisema pambano kuu namaanisha baragumu, mpangilio wa baragumu na kitabu cha pambano kuu. Kitabu cha pambano kuu kilivyoandikwa na kitabu cha baragumu na baragumu zilivyopangwa na Mungu wa mbinguni ni sawa. Sasa hiyo tutaona hapo mbele, wala isikupe changamoto. Ndani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato kuna mitazamo takribani 7 inayofafanua baragumu 7. Kuna mtazamo wa Uriah Smith, kuna mtazamo wa E. Fier, kuna mtazamo wa Aaron Aden, kuna mtazamo wa W. Shea, kuna mtazamo aliyokuwa ameandika J. Pauline, Lilandre na Stefanovic, alafu na kuna namna ya Treia. Hizo zote ni aina za mitazamo iliyopo. Sasa ile mchangano wake uliopo moja moja ndio hizo karatasi zinazokuja sasa. Hizi karatasi nzuri rafiki amezileta. Mgawie kila mtu moja. Mgawie kila mtu moja. Zinatosha, kila mtu moja anapata. Kwa hiyo hizo nilizitoa kwenye gazeti ya kanisa la wachungaji, linaitwa Ministry Magazine. Chini hapo nimeandika website. Kuna website yake ambayo unaweza ukaingia Ministry Magazine ukapata. Ilichapishwa mwaka 2012 na Pastor Fran Jaffe ni mwanadarasa. Kwa hiyo katika hiyo ni mitazamo. Sasa ukipita nitaenda kwa haraka. Kwa mfano nayo mimi hapa. Ukiona hapo chini ni peji namba 118. Kwa hiyo ni peji namba 118 kwenye jarida letu hili kubwa. Kwa hiyo ukitazama Uriah Smith, yeye alikuwa baragumu ya kwanza alielezea kama ni mashambulizi ya Visigoth dhidi ya Rumi, ambao mtazamo huu ndio umeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa mambo yajayo kilichoandikwa na mwanafunzi pendwa wa Uriah Smith anaitwa Robert Winland, ambayo ndio Waadventista wa Sabato tumekuwa tukitumia kwa muda fulani wa Tanzania. Alafu mtazamo wa pili ni mashambulizi ya vandalism yaliyofanyika. Mtazamo huo ni mtazamo wa 3, wanasema ni mashambulizi ya utawala wa Rumi dhidi ya Hans. Baragumu ya 4 ni kudondoka kwa
Rumi ya magharibi. Baragumu ya 5 ni kuinuka kwa Uislamu. Alafu baragumu ya 6 akaandika ni kudondoka kwa Ottoman Empire. Baragumu ya 7 akaandika ni siri ya Mungu, ile mystery of God. Kwa kuna mitazamo mingi sana iliyoko hapo, mingi. Ukipata muda utaipitia mingi sana. Swali ni kwamba upi ni mtazamo wa kweli? Hii iko ndani ya kanisa lakini upi ni mtazamo wa kweli? Tusome kidogo sasa. Anasema mwandishi wa hiyo article ndio huyu pastor, anaitwa Pastor Rodriguez. Aliandika akisema kwa Kiswahili, kwanza tunapaswa kumuona, anasema kuna sura kama nimeiruka, kuna maneno kama yaliruka. Alielezea kwamba baragumu ndio sehemu ngumu kabisa katika kujifunza mambo ya unabii, ambao ni baragumu 7. Akasema ili kuweza kuelewa mtazamo kwa jinsi pastor alivyoelezea huyu, anasema jambo la kwanza tunapaswa kumwomba Bwana aimarishe utayari wetu wa kufanya kazi pamoja katika roho ya upendo ya Kikristo na unyenyekevu ili kulijenga kanisa. Jambo la pili, tunapaswa kukubaliana jinsi ya kukabiliana na unabii huu wa siku za mwisho. Hili ni swala la hermeneutics sahihi. Hermeneutics ni namna ya kufasiri unabii, ndio inaitwa lugha rahisi, hermeneutics. Sasa miongoni mwa Waadventista wa Sabato duniani waliowahi kuishi tangu kanisa hili lianze, ni mmoja tu aliyewahi kujaribu kuelezea mtazamo wa Kiadventista. Katika hiyo mitazamo yote tuliyoisoma, ni mmoja. Inaandikwa hivi, hii ni Biblical Research Institute, ni sehemu ya tafiti ya kanisa, yani nyumba ya tafiti ya kanisa. Inaandika ikisema hivi, maneno haya yafuatayo: Ranko Stefanovic is an associate professor of New Testament at Andrews University. His commentary on the book of Revelation is a first serious attempt to exegete the text of the book from Adventist perspective since publication of First Day Bible Commentary in 1957. Kwa Kiswahili, Ranko Stefanovic ni profesa msaidizi wa Agano Jipya katika chuo kikuu cha Andrews. Ufafanuzi wake juu ya kitabu cha Ufunuo ni jaribio la kwanza la kina la kufafanua unabii katika mtazamo wa Waadventista wa Sabato. Habari zenu. Kwa mitazamo mingine yote, Biblical Research Institute walivyoipima katika mtazamo wa Kisabato ilifeli, isipokuwa moja ya Profesa Ranko Stefanovic. Sasa Ranko Stefanovic ukimwangalia ni kwenye chati yetu ni paragraph ya 2 kutoka mwisho. Rafiki hujampa karatasi au zimeisha? Ukiangalia ni ya 2 hapa. Ukitoka kulia ile namba 2 ambao kuna Pauline Landrade na Stefanovic. Hao walielezea hivyo katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Profesa Ranko anaandika, anasema hivi: Katika miongo kadhaa iliyopita, baadhi ya wachungaji wa Kiadventista na walei wamejaribu kutafsiri upya unabii wa ufunuo kulingana na mtazamo wa wakati ujao. Nikisema mtazamo wa wakati ujao namaanisha futurism, kwamba unabii utatimia wakati mwingine. Ni ule mtazamo unaofundishwa na walokole kwamba kutakuwa kuna unyakuo wa siri, kuna nini. Hayo baadhi ya mafundisho ya jamii hiyo yameonekana katika kanisa la Sabato kutoka kwa wachungaji na walei. Anasema Profesa Ranko anasema kulingana na mtazamo wa wakati ujao, hasa katika tarumbeta 7 au baragumu 7, namna mbili zinazoweza kuzingatiwa kati ya wafasiri wa mtazamo wa siku zijazo, yani futuristic wa Waadventista ni huu. Moja, wanaelezea kwamba mihuri 7 na baragumu 7 bado zinangoja kutimizwa. Habari zenu. Yani kwamba muhuri 7 na zile baragumu 7, mtazamo huo sio wa kweli, ila miongoni mwa mitazamo iliyopo ni kwamba bado utatokea baadaye. Halafu utumiaji wa pande mbili. Baadhi ya wafuasi wa futurism ya Waadventista wanabainisha wanabishana kwa matumizi mawili, yani muhuri na tarumbeta, kwa kujaribu kuchanganya historia na futurism. Yani unachanganya mtazamo wa kihistoria na mtazamo wa futurism. Nikisema hivyo sijui mnanielewa?
Wanadarasa taelezea hapo mbele baadaye kidogo. Ufafanuzi ambao waamini wa mtazamo wa siku za baadaye ni futuristic wa Waadventista hutoa kwa kawaida huwa na sifa zifuatazo. Sifa namba 1 ni mchanganyiko wa mbinu halisi na za kiishara kwa maandishi. Yaani unachukua kitu fulani kinachowakilisha ishara, kwa upande mmoja unakifasiri kama kinawakilisha jambo halisi, alafu upande wa pili unafasiri kama inawakilisha ishara. Sijui tunaelewana vizuri? Wale mliosoma vizuri kitabu cha Ufunuo mambo yajayo cha Robert Winland, ukienda kusoma Baragumu ya 5 utaona kuna sehemu anaelezea kama kitu halisi, alafu kuna muda huo anaelezea kama ishara. Kwa ni kuchanganya, ni perspective fulani kama ya futuristic according to Professor Ranko Stefanovic. Alafu kuna wengine wanatumia nukuu nyingi sana za Ellen White lakini zilizotolewa nje ya muktadha. Tuko sawa? Yaani wana nukuu nyingi ziko nje ya muktadha. Katika hili somo tutasoma nukuu nyingi sana lakini ndani ya muktadha, sio nje ya muktadha. Alafu ufafanuzi wa kimapokeo vifungu vifuatavyo. Ufunuo umechangia hasa katika kuongezeka kwa mwelekeo wa siku zijazo, ni futuristic, unaozingatiwa kati ya washiriki wa Adventista leo. Ujumbe wa makanisa 7 umewachanganya wa Sabato leo duniani. Alafu ujumbe wa mihuri 7, ujumbe wa baragumu 7 na ujumbe wa ujumbe wa kiti cha enzi cha Ufunuo sura ya 4 na ya 5 ambao ndio inaelezea ile mihuri 7. Mwanzo wa mihuri 7, inauguration of Jesus Christ, zimesababisha mkanganyiko kwa baadhi ya Wasabato na kuelezea katika mfumo wa futuristic. Ninaposema futuristic na maanisha nini? Mtazamo wa kufasiri maandiko ya unabii ya Waadventista wa Sabato ni mtazamo wa kihistoria ambao ni Daniel sura ya 2, kimoja mtiririko kamili wa historia. Mtazamo mwingine ni mtazamo wa preterism. Huu ni mtazamo unaofundishwa na Wakatoliki ya kwamba unabii wote ulishakwisha kutimia na mpinga Kristo ni Nero. Na baadhi ya maelezo yanaeleza kwamba Yesu alishakuja mwaka 70. Ndio utaona mafundisho mengi yanayotolewa na hilo kanisa hayaelezei kwamba hakuna fundisho linalosema Yesu anakuja tena. Kama mlishaikufuatilia vizuri, hakuna hilo fundisho kwamba Yesu anakuja tena, kwa sababu wanaamini Yesu alishakuja mwaka 70. Mtazamo huu ulianzisha na Jesuit ili kupinga mtazamo wa historia, ukafeli. Baadaye Francisco Ribera akaanzisha, Jesuit mwingine akaanzisha mtazamo unaoitwa mtazamo mwingine wa pili, yeye na mwenzake Lacunza wakaanzisha mtazamo wa futuristic, kwamba mambo mengine yatatimia baadaye, ambao mtazamo huo unaitwa dispensationalism theology, ambao mtazamo huo unafundishwa na Waprotestanti wengine walioacha nadharia ya kufundisha unabii katika mfumo wa historia. Mfumo wa historia ulifundishwa na Waprotestanti mpaka karne ya 19. Sasa futuristic and Seventh-day Adventist interpretations of Revelation, Professor anaandika, katika ufahamu wa sasa zile baragumu 7 zinaelekeza katika uingiliaji kati ya Mungu katika historia, huku zikizingatia hukumu zake juu ya ulimwengu wenye uadui kwa Mungu na watu wake. Zinafunika kama mihuri 7 mwendo wa historia kutoka msalabani hadi mwisho wa historia ya dunia hii. Zinapulizwa wakati maombezi yanaendelea mbinguni na injili inahubiriwa duniani. Yaani ni simple terms ni kwamba profesa anaelezea akisema ya kwamba mtazamo wa baragumu ni mtazamo wa kihistoria. Mtazamo huu unatokea toka wakati wa Yesu aliposulubiwa msalabani, maana kanisa la kwanza, na unaenda utatueleza historia ya dunia hii mpaka Yesu atakapokuja mara ya ngapi? Mara ya pili. Tunaelewana hapo vizuri? Kwenye utangulizi hayo maelezo yote hayapo kwenye hizi pamphlet. Daniel Revelation Committee iliyoanzishwa na General Conference DACOM, wao wakaandika wakisema kitabu cha Ufunuo kimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni sehemu ya historia, ambapo ni Ufunuo sura ya 1 mpaka Ufunuo sura ya 14. Hiyo ni kitu kinachoongelea historia, ambapo husisitiza uzoefu wa kanisa ukilinganishwa na vipindi vya Ukristo. Habari zenu. 2 ni unabii wa siku za mwisho, ambao ni Ufunuo sura ya 15 mpaka sura ya 22, ambapo huonyesha matukio ya siku za mwisho na mwisho wa dunia.
Kwa ukisoma kitabu cha Ufunuo, ukachukua Biblia yako ukasoma kitabu cha Ufunuo 1 mpaka 14, ile ni historia. Alafu Ufunuo 15 mpaka 22 ni matukio ya siku za nini? Za mwisho. Tunaelewana vizuri? Lakini historia inajenga msingi wa matukio ya siku za mwisho. Maana Sulemani anasema hakuna jambo jipya chini ya jua, yaliyokuwapo ndio yatakayo kuwapo. Alafu wanasema tena mfuatano wa muhuri 7 na baragumu 7 hutokea katika sehemu ya historia. Hivyo fasiri yake inapaswa kutolea katika nyakati za historia, katika vipindi vya nini? Vya Ukristo. Kwa tutatembea sana na kuangalia historia. Alafu mwisho anamaliza kwa kusema unabii wa muhuri na baragumu una utimizwaji mara moja tu. Kinamna gani? Kiunabii. Sio mara ngapi? Mara mbili. Ukisema mara mbili, futurism. Inatukia baadaye. Lakini unatimizwa mara ngapi? Mara moja. Sasa tuingie ndani kidogo. Kitabu cha Ministry of Hearing kinasema kuna somo la historia ambalo halipaswi kupuuzwa. Historia takatifu ilikuwa mojawapo ya masomo katika shule za manabii. Katika rekodi za shughuli zake na mataifa zilizofuatiliwa nyayo za Yehova. Kwa hiyo leo tunapaswa kuzingatia shughuli za Mungu na mataifa ya duniani. Inatupasa kuona katika historia utimizo wa nini? Wa unabii. Kwa katika historia ya dunia hii tunapata kitu kinachoitwa utimizo wa unabii. Somo kama hili linatoa maoni mapana na ya kina ya maisha. Itatusaidia kuelewa jambo fulani kuhusiana na mahusiano yake na vitegemezi vyake. Jinsi tulivyofungwa pamoja kwa namna ya ajabu katika udugu mkubwa wa jamii na mataifa. Na kwa namna kubwa jinsi gani ukandamizaji na udhalilishaji wa mwanachama mmoja unamaanisha hasara kwa wote. Kwa kanuni za msingi za kuzingatia ili kufahamu kitabu hiki tunachokwenda kujifunza. Kanuni namba 1. Kitabu cha Ufunuo kisipotuambia maana au ishara ya jambo fulani, ni lazima tuangalie mahali pengine katika maandiko ili kupata maana halisi na ya kweli. Tuko sawa? Kwa mfano, Ufunuo sura ya 6 inaongelea mihuri 7. Muhuri wa kwanza ni farasi mweupe. Farasi anawakilisha nini? Kitabu cha Ufunuo chote hakijatoa maana ya farasi. Ila tukiangalia sehemu nyingine za Biblia katika Agano la Kale linatuambia kwamba farasi inawakilisha mjumbe wa Mungu. Kwa ni mjumbe fulani anayebeba ujumbe fulani, ndio maana ya farasi. Kwa farasi mweupe ni utakatifu, kwa ni mjumbe wa takatifu. Farasi mwekundu ni kifo, kwa ni wajumbe waliobeba kifo. Farasi mweusi, farasi wa kijivu, farasi mwekundu ni umwagaji damu. Alafu farasi wa kijivu ni kifo. Farasi mweusi ni giza, wakati wa mmomonyoko mkuu wa maadili. Kanuni namba 2. Ni lazima tuzingatie kwa mpangilio wa matukio au kanuni za kiuandishi za kitabu cha Ufunuo. Zingatia kwamba kitabu cha Ufunuo hakijaandikwa kwa ufuatano wa matukio. Yaani kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha ajabu. Kimeandikwa kwa kuchanganywa. Nitakupa mfano. Ufunuo 11 fungu la 17 ni baragumu ya 7. Lakini Ufunuo 11 fungu la 18 sio baragumu tena ya 7. Inarudi nyuma kuelezea historia ya kitu kingine. Sijui mnanielewa vizuri au ninawachanganya? Sehemu ya jambo la 3, kanuni ya 3, sehemu ya utangulizi ya kila tukio kwenye kitabu cha Ufunuo inatuonyesha hatua ya mwanzo na hatua ya ngapi? Ya mwisho. Nitakupa mfano. Ufunuo 1 fungu la 1 hadi la 7 inatupa hatua ya mwanzo ya makanisa na inatuonyesha hatua ya mwisho ya makanisa. Ufunuo 8 fungu la 2 hadi la 5 inatupatia hatua ya mwanzo ya baragumu zilianza lini na wapi, na linatupatia mwisho wa baragumu ilianza lini na wapi. Ufunuo 11 fungu la 17 linatupatia mwisho harisi wa baragumu. Mfano, Swahili Union Version Biblia inasema Ufunuo 11 fungu la 17, wakisema tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, ulioko, uliyekuwako, kwa sababu umeutoa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Zingatia yafuatayo. Fungu la 17 ndio mwisho wa baragumu 7. Lakini fungu la 18 hutupatia summary ya sehemu iliyobaki ya kitabu. Na Ufunuo sura ya 19 inaturudisha nyuma,
alafu inatupeleka mbele. Yaani fungu la 19 linaturudisha nyuma, alafu linatupeleka mbele kwa namna hii ifuatayo. Ufunuo 11 fungu la 18 linasema, na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikafanyaje? Ikaja. Na wakati ukaja wa kuhukumiwa walio kufa. Ni wakati gani huo? Na kuwapa thawabu watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu hao waharibuo nchi. Hayo ni matukio mengi sana. Jambo la kwanza anasema, kitabu cha writing kinasema, kisha nikaona kwamba Yesu asingeri toka patakatifu pa patakatifu mpaka kila kesi iamuliwe, aidha kwa wokovu ama kwa kupotea, na kwamba hasira ya Mungu isingari kuja mpaka Yesu awe amemaliza kazi yake katika patakatifu pa patakatifu mbinguni, na kuvaa mavazi yake ya ukuhani na kujivika mavazi ya kulipiza namna gani? Kisasi. Alafu Ellen White ananukuu fungu tulilokwisha kulisoma, anasema, ndipo Yesu akatoka katika kati ya Baba na mwanadamu, naye Mungu hataendelea kunyamaza zaidi, bali atamwaga hasira yake juu ya wote waliokataa ukweli. Ndipo ananukuu anasema, nikaona kuwa hasira ya namna gani? Sasa nilisema kila mtu ana Biblia yake. Biblia zenu ziko wapi? Ndio fungua Ufunuo 18, Ufunuo 11 fungu la 18. Ufunuo 11 fungu la 18. Biblia inasema na mataifa walikasirika. Alafu hapa anasema baada ya Yesu kumaliza huduma yake ya upatanisho mbinguni, ndipo Biblia inasema nikaona kuwa hasira ya nini? Ya mataifa. Ndio kipengele cha kwanza cha fungu, na mataifa walikasirika. Alafu jambo la pili, ghadhabu ya Mungu. Fungu linalofuata, hasira yako nayo ikaja. Jambo la tatu, wakati wa kuhukumu waliokufa. Ellen White anavyoandika, Biblia inasema wakati ukaja wa kuhukumiwa waliofanyaje? Waliokufa. Alafu wanasema wakati wa kuhukumiwa waliokufa vilikuwa vimepishana na kufanyaje? Kwa hayo matukio yalikuwa yamepishana na kutofautiana. Separate and distinct. Kipindi kimoja kilifuata kingine, na ya kwamba Mikaeli alikuwa bado hajafanyaje. Hiyo kauli umeielewaje? Ni darasa. Fungu la 18 ni matukio yaliyotukia kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema au baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Rafiki? Kuna wanaosema kabla, kuna wengine wanasema baada. Niliweka Roho nabii kaendelea kusema, na kwamba wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwapo ulikuwa haujaanza, mataifa kwa sasa yanapandisha nini? Si kila mtu duniani anashuhudia hasira mataifa yanapopanda kwa sasa. Wiki hii imetokea kule Peru, vijana wamepandisha hasira, wakasema tunamtoa rais kama wenzao walivyofanya. Kulikuwa kuna mgogoro mkali kati ya polisi na watu wa Peru. Hasira ya mataifa inapanda. Jambo la pili, lakini wakati kuhani wetu mkuu atakapomaliza kazi yake katika hekalu, atasimama hali amevaa mavazi ya kulipiza kisasi. Kwa kipande cha kwanza, mataifa walikasirika, mlango wa rehema haujafanyaje? Haujafungwa. Kipande cha pili, hasira yako nayo ikaja, hii hapo. Ndipo anasema baada ya Yesu kumaliza, hasira yake ikafanyaje? Hasira yake ni nini? Ngoja nikupe summary. Ufupisho wake uko hivi. Mataifa walikasirika,
inaelezewa katika Ufunuo 12 hadi 14. Hapo unapata maelezo ya mataifa wakitaka kuangamiza watu wa nani? Wa Mungu. Tuko sawa? Tuko kwenye fungu letu pale. Mataifa walikasirika. Kwa hiyo ni Ufunuo 12 hadi 14. Kipengele cha pili anasema hasira yako ikaja. Inaeleza wakati Yesu ameshamaliza kazi ya kutuombea pale patakatifu. Kwa hiyo iliyofuata ni mapigo 7. Ufunuo 15 hadi 19 ni baada ya kufungwa kwa mlango wa nini? Wa rehema. Alafu jambo la tatu, wakati ukaja wa hukumu waliokufa, hutueleza hukumu ya Yesu akija wakati wa milenia. Ufunuo sura ya ngapi? Ya 20. Tunaelewana vizuri hapo? Nyinyi wana darasa. Dada Tryphos? Mama. Alafu jambo la 4, muda kuwalipa watakatifu. Yesu anawalipa wakiwa wapi? Mbinguni. Wakaketi kuhukumu watu alafu wakalipwa. Tunaelewana vizuri hapo? Kuna mwenye swali? Muda wetu unakwenda. Kuna mwenye swali? Au mmechanganyikiwa? Ngoja tusome kidogo mambo machache. Alafu jambo la 5, kuwaharibu waovu ni baada ya nini? Ya milenia. Hapo ni Yesu anaporudi mara ya 3. Sio ya pili, mara ya 3. Vipi rafiki? Ndio. Okay. Swali linauliza namba 3 inasema wakati ukaja wa kuhukumu waliokufa. Hilo ni fungu Ufunuo 11 fungu la 18. Mataifa walikasirika ni kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Mlango wa rehema ukifungwa, hasira ya Yesu inakuja, mapigo 7. Biblia inasema na wakati wa kuwahukumu waliokufa. Hiyo ni Ufunuo sura ya 20. Ndio swali linapoulizwa. Hii inatueleza wakati Yesu akija kuwahukumu waliokufa, watakatifu wa Mungu wataenda mbinguni. Wakishafika mbinguni wataanza kufanya nini? Hukumu. Kwa muda wa miaka 1000 kazi yao itakuwa ni kufanya hukumu, huku wakijifunza kisa cha ukombozi. Tunaelewana hapo vizuri? Alafu muda wa kuwalipa watakatifu, Yesu anawalipa wakiwa mbinguni. Alafu ile pati ya mwisho Ufunuo 11 fungu la 18 anaposema na kuwaharibu hao waharibuo nchi. Hiyo ni Yesu anapokuja mara ya ngapi? Ya 3. Ukiona hilo fungu moja tu lina mpangilio kamili au halina mpangilio? Halina mpangilio. Limeanza kule, likatuleta hapa, afu likatupeleka kule. Kwa hiyo ndio nature ya kitabu cha Ufunuo, kimeandikwa namna hiyo. Nyie vijana mliochelewa, hamjambo? Karibuni sana. Tuko darasani. Hii ni kama tu lecture pale MUASI, lecture 4 au 5 au CPL au lecture 3 au MPL pale. Umehudhuria lecture afu umechelewa. Kwa hiyo unakuta lecture inaendelea, umekosa some content behind. Karibu. Ndio. Sawa. Darista hapa amechanganyikiwa, anakosa link kati ya hiki tulichosoma na baragumu. Hii tunayosoma ni kanuni. Yaani bado baragumu hatujaingia sasa yenyewe. Hii tunasoma zile kanuni ambazo tutakuwa tukitembea nazo. Kwa hiyo tukifika sehemu ukaona tunaenda hivi, tunarudi hivi, tusichanganyikiwe. Ni kanuni katika kitabu cha Ufunuo. Hiyo ilikuwa kanuni namba 3. Ufunuo 11 sura ya fungu la 19 ni utangulizi wa Ufunuo 12 fungu la 14. Habari zenu? Yaani Ufunuo 11 fungu la 19 ndio ilitakiwa itangulie, alafu Ufunuo 12 fungu la 14 ifanyaje? Ifuatwe. Ndipo hapo ambapo na Ellen White anaeleza hili jambo kama kuanza kwa kazi ya Yesu katika patakatifu wapi? Mbinguni.
nikaona hekalu limefunguka. Maswali ya kina ya kujiuliza tunapoingia kwenye baragumu sasa. Swali namba 1. Kwa kufuata utaratibu wa kihistoria wa kufafanusha unabii, hutuonyesha kwamba makanisa 7 na muhuri 7 na baragumu 7 huanza wakati wa kanisa la mitume, lile kanisa la kwanza. Kwa nini? Uriah Smith na wengine kama Robert Winland tunayemfahamu huku kwetu husema baragumu huanza wakati wa uvamizi wa ufalme wa Rumi dhidi ya barbarian katika karne ya 4. Sijui mnaelewa hilo swali? Yaani kama Biblia inafundisha kwamba baragumu inaelezea kipindi cha historia tangu kuanza kwa kanisa mwaka 31 AD, ambao ni karne ya kwanza. Kwa nini fasiri hizi, baadhi ya fasiri za ndani ya kanisa zinaelezea kwamba baragumu ilianza karne ya ngapi? Ya 4. Hiki kipindi hapa nyuma kilikuwa wapi? Mnanielewa? Jambo la pili. Je, uvamizi wa barbarian katika karne ya 4 ni wa muhimu kiasi kwamba uchukue baragumu 4 kuelezea? Ambazo hiyo karatasi yako kusoma na ninajaribu kufafanua ile paragraph ya kwanza ya Uriah Smith kwamba baragumu ya kwanza, baragumu ya pili, baragumu ya tatu, baragumu ya 4 inaelezea kitu kimoja tu, utawala wa Rumi. Je, Mungu alikuwa anafundisha hivyo kama alivyofundisha Uriah Smith na Robert Winland na wengine? Jambo la tatu, wale wanaofafanua baragumu kama uvamizi wa barbarians, kukua kwa Uislamu na Uturuki kwa sehemu nyingi wanakosa usahihi wa kifasiri wa alama zilizotumika, na mara nyingine huichukulia lugha ya kiunabii kuwa halisi na mara nyingine huchanganya kama ishara, ambapo ndo tulisoma kitu kinaitwa futurism kule mwanzo alichoandika Professor Ranko. Jambo namba 4, wale wanaofafanua baragumu kama kukua kwa Uislamu na Uturuki lazima wajiulize ni wapi katika sehemu nyingine za unabii tunapata Uislamu na Uturuki zimetajwa. Je, ni katika Daniel 2? Je, ni katika Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11? Au ni katika makanisa 7, muhuri 7, Ufunuo 12, 13 au 17? Kwa nini iwe sehemu moja tu, sehemu nyingine zisitajwe? Hayo ni maswali ya msingi ya mwanadarasa kujiuliza tunapokuwa tukijifunza hili darasa katika wiki hii. Kwa baragumu 7 ndio tunaanza sasa somo letu, baragumu 7, na tuna dakika zetu 10 zimebakia. Tulichelewa nakumbuka, na tuwezi kuiba muda wa watu. Baragumu 7 tunaanza hapa. Kwa kuna baragumu ya kwanza ambayo hii baragumu ilianza mwaka 31 AD. Inaonyesha matukio mwaka 31 AD. Na baragumu ya 6 ilianza mwaka 1844 AD. Kwa hizi baragumu ya kwanza mpaka ya 5 ni kipindi katikati hapa. Alafu baada ya baragumu ya 6 kuna katikati kuna kitabu cha Ufunuo 10 na 11. Sasa nitasoma kidogo mambo ambayo hayapo kwenye slide. Nitasoma hapa kwenye study notes zetu. Ufunuo sura ya 8 fungu la 2. Kila mtu afungue asome sasa. Mimi sitasoma. Ufunuo 8 fungu la 2 huanza maono mapya ya malaika 7 wakipiga baragumu. Hapo ndio mwanzo wa baragumu 7. Ufunuo 8 fungu la 2. Kijana mwenye sauti kubwa, soma basi. Ndio? Nami nikawaona wale malaika 7. Ndio? Wasimamao mbele za Mungu. Naam. Nao wakapewa baragumu 7. Asante. Ndio tunaona sasa malaika 7 wasimamao mbele za nani? Wakapewa baragumu ngapi? 7. Alafu walipopewa baragumu 7, wakati wa sauti ya baragumu mlolongo wa matukio unaachiliwa duniani. Wakati tukifasiri sehemu hii, kumbuka lugha ya picha ya kitabu cha Ufunuo kama katika maono mengine, ishara katika baragumu 7 huchimbwa kutoka Agano la Kale. Habari zenu? Kwa Biblia Agano la Kale itatupatia majibu mengi ya ishara zilizotumika katika kitabu cha Ufunuo sehemu ya baragumu. Kitabu cha Ufunuo 8 fungu la 2 hadi la 5 inatuonyesha mwanzo na mwisho wa baragumu. Baragumu zilianza lini? Reuben, endelea kusoma. Ndio? 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 Ishi hapo. Kulikuwa kuna malaika mmoja
akaenda akasimama katika madhabahu, alafu akapewa nini? Uvumba. Huyo ndio baragumu hiyo. Hilo tukio linakuashiria ni tukio gani duniani lilitukia wakati hilo tukio lilipofanyika? Ninyi wa Sabato wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Biblia tu, sio huko kwenye slide. Ni Biblia tu hapo. Reuben. Nini? Huduma ya Yesu kwanza. Wakati gani ilikuwa huo? Huduma ya Yesu ilipoanza? Hapana. Huduma ya Yesu ilianza lini? Sama. Ya kwanza. Yaani ilianza lini Yesu alipoanza huduma yake? Rafiki? Hapana. Huduma ya Yesu ilianza lini ya kutuombea? Alipochukua chetezo. Wakati wa Pentekoste. Ndio siku Yesu alipoanza rasmi kazi yake ya kuombea wanadamu. Chini watu wakapata Roho Mtakatifu na wenyewe wakaanza kazi rasmi. Kwa kukaa kuna kazi rasmi imeanza mbinguni na kazi rasmi ikaanza duniani. Ndio ile Act of Apostles, kitabu cha Roho Nabii kinasema kanisa la juu mbinguni na kanisa la chini duniani ni sawa. Kinachofanyika kule na kilichokuwa kinafanyika huku sawa. Kuonyesha hilo jambo. Alafu sehemu ya kwanza, baragumu ni wakati wa kuanza kwa kazi ya maombezi ya Yesu Kristo siku ya Pentekoste. Leo benisoma fungu la 5 kwa sababu ya muda. Ndio? 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 Kitendo cha malaika kuchukua madhabahu, kuchukua kile kichetezo kilichojaa alichokuwa anafukiza uvumba na kukitupa juu ya nchi inamaanisha nini? Kazi ya uombezi imefanyaje? Imekoma. Kwa mwanzo wa baragumu ni Yesu anapoanza maombezi na mwisho wake ni Yesu anapokamilisha maombezi. Hiyo ndio sehemu ya mwisho. Ufunuo 8 fungu la 2 inakupa mwanzo, alafu Ufunuo 8 fungu la 5 inatupatia mwisho wa baragumu. Alafu kuanzia fungu la 6 sasa ni exegesis, yani sana yanaanza kuelezewa yale matukio yanayofuata. Sisi tunaelewana lakini Bwana Yesu asifiwe. Alafu baragumu zinaelezea kipindi kile cha historia kama makanisa 7 na muhuri 7. Hapa nitaenda kwa haraka sasa. Mambo mawili ambayo natakiwa uzingatie ni haya yafuatayo. Baragumu na muhuri zinahusiana kimuundo alafu na kimfuatano. Kimuundo na maanisha nini nikisema kimuundo? Na maanisha muhuri na baragumu zote zinaanza karne ya kwanza baada ya kifo cha Yesu msalabani na kupaa kwake mbinguni, na hitimisho lake ni kwamba zote mbili hutuleta hadi wakati wa mwisho. Alafu kimuundo ni kwamba zote mbili, baragumu na muhuri, zimegawanyika katika makundi ya 4 na 3. Makundi ya ngapi? 4 na namna gani? Na 3. Na maanisha nini nikisema 4 na 3? Mihuri 7, kuna mihuri 4 na 3. 4 ni wale farasi wangapi? 4. Baada ya farasi 4 hausikii tena anatajwa nini? Farasi. Inakuja muhuri ya 5, muhuri ya 6, muhuri ya 7. Baragumu, kuna baragumu ya kwanza, baragumu ya pili, baragumu ya 3, baragumu ya 4. Baada ya baragumu ya 4 anasema zimebaki ole hizi 3. Tofauti na zile baragumu ngapi? 4. Alafu ndio inakuja ole ya kwanza, ole ya pili na ole ya ngapi? Ndio huo muundo wa 4 kwa ngapi? Kwa 3. Tunaelewana vizuri hapo? Alafu katikati yao kuna kitu kinaitwa kiunganishi. Kuna kitu kinaitwa kiunganishi. Ni nini? Kiunganishi ni sura ya 10. Ni kiunganishi kinachounganisha kati ya baragumu. Tutakuja tuangalie hiyo mbele hapo mbele baadaye. Kidogo kuna picha niliweka. Tutarudi baadaye hapo, ila kuna picha nilitaka tuiangalie ni hii kiunganishi. Muingiliano kati ya baragumu ya 5 na ya 6 inaelezea jukumu, kazi na uzoefu wa watu wa Mungu ulimwenguni katika wakati wa mwisho, ambapo ndio nilichanganua. Kuna picha niliweka somewhere hapa. Ulinganisho uliopo kati ya baragumu na muhuri. Muhuri 4 ni zile muhuri 4, farasi wa 4, baragumu 4 za kwanza. Muhuri 5 na 6 na 7 ni baragumu ya 5 na 6 na 7.
Alafu katikati kiunganishi nilichokuongelea ni Ufunuo sura ya 7 katika muhuri, na katika baragumu kiunganishi ni Ufunuo sura ya 10 hadi ya 11. Kitabu kile kina Ufunuo sura ya 10 hadi ya 11, sura fungu la kwanza inachoitwa kitabu kidogo. Alafu muhuri 7 kulikuwa kuna kimya mbinguni, muhuri wa 7. Alafu baragumu ya 7 ni ole ya 3, ujira kwa watu wa Mungu. Sasa katika Biblia kulikuwa kuna aina kuu mbili za baragumu zilizotumika Agano la Kale. Kulikuwa kuna aina kuu mbili za baragumu zilizotumika Agano la Kale. Aina ya kwanza ni ile ilikuwa inaitwa katisotisera. Ni neno la Kiebrania, katisotisera. Katisotisera zilikuwa ni tarumbeta zilizotengenezwa kwa fedha iliyofuliwa. Zilitumika katika sherehe za kidini wakati wa vita na huduma ya patakatifu. Ndipo Biblia inasema Hesabu 10 fungu la 2, jifanyie tarumbeta 2 za nini? Utazifanya kazi ya ufuzi, Kiswahili cha zamani. Kiswahili cha sasa hivi kinasema kufuaji. Nawe utazitumia kwa kuwaitia makutano wakutane na kusafiri kwao yale makambi. Alafu aina ya pili ya baragumu ni aina inayoitwa shofar. Shofar ni baragumu iliyotengenezwa kwa pembe ya kondoo. Baragumu hii ilitumiwa Yoshua 6 fungu la 4. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta ngapi? Za pembe za kondoo namna gani? Waume mbele ya hilo sanduku, na siku 7 mtazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta namna gani? Sawa. Habari zenu. Sasa swali niwaulize la mtego. Kati ya katisotisera na shofar, ipi ilitumika katika Ufunuo sura ya 7? Ufunuo sura ya 8 katika baragumu 7. Habari zenu. Anaposema baragumu, malaika wakaja 7 wenye baragumu 7, je, hizo baragumu zilikuwa ni shofar au ni katisotisera? Ili Mungu atoe hukumu, ilikuwa inapigwa shofar au katisotisera? Ilikuwa inapigwa shofar. Kwa jibu ni rahisi tu. Kitabu cha Yoshua kinatuambia ili waweze kuhukumiwa wale watu wa Yeriko, wapate hukumu ya Mungu, zilipigwa shofar ngapi? 7. Ili watu wa duniani waweze kupata baragumu 7, inabidi zipigwe shofar ngapi? Sio katisotisera. Lakini Yesu atakapokuja hatapiga shofar, hatapiga katisotisera. Zisiwachanganye this theological language. Tuendelee kidogo kusoma kidogo, tuangalie kidogo, tutaenda kwa haraka. Kitabu cha Ufunuo kimepangwa kulingana na mfumo wa patakatifu. Habari zenu. Jambo la kwanza, katika makanisa 7 Yesu alikuwa katika kinara cha taa 7. Ndipo utaona pale tu mwanzoni kitabu cha Ufunuo sura 1 anasema nikamuona amesimama katikati ya kinara cha taa 7. Alafu katika muhuri 7 Yesu alikuwa katika meza ya mikate ya onyesho. Wale waliohudhuria lectures za muhuri 7 mnakumbuka. Alafu katika baragumu 7 Yesu anakuwa katika madhabahu ya kuvukizia nini? Uvumba. Katika Ufunuo 11 fungu la 19 Yesu anahama sasa kutoka patakatifu, anahamia patakatifu pa namna gani? Pa patakatifu. Alafu katika Ufunuo 15 fungu la 5 hadi la 8 Yesu amemaliza kazi yake kama mpatanishi. Na katika Ufunuo sura ya 16 hadi ya 19 mapigo yanafanyaje? Yanaanza. Na katika Ufunuo sura ya 20 inatuonyesha jambo gani? Inatuonyesha kwamba sherehe ya mbuzi wa Azazeli. Hiyo ni huduma ya patakatifu ilivyokuwa duniani. Ndio kitabu cha Ufunuo kilivyopangwa. Muhuri 7 unafanana na baragumu 7 na mapigo 7. Farasi mweupe, mvua ya mawe,
jipu baya bovu, pigo la kwanza. Muhuri wa pili ni farasi mweusi, alafu baragumu ya pili ni mlima baharini, mapigo 7 ni bahari. Farasi mweusi, nyota, pakanga, mito ya maji. Farasi wa kijivu, jua, mwezi na nyota, jua likaanguka. So inaendelea mpaka hapo mwisho. Nimepanga tu yale matukio. Muhuri 7, baragumu 7 na mapigo yale 7. Kuna utofauti gani kati ya baragumu 7 na mapigo mangapi? 7. Point of discussion. Utangulizi sehemu ya kwanza. Tutafanya sehemu ya pili ya utangulizi, tutamaliza leo. Kuna utofauti gani kati ya baragumu 7 na mapigo 7? Baragumu ni hukumu inayotoka kwa Mungu, lakini ina rehema. Ila mapigo 7 ni hukumu inayotoka kwa Mungu, ila haina rehema. Tunaelewana vizuri? Wakati wa baragumu 7 watu walikuwa wakimlilia Mungu, anasikia na anasamehe. Wakati wa mapigo 7 watu watamlilia Mungu, lakini hawezi kusikia kamwe. Ndipo hapo ambapo Steve Bo anaandika akisema baragumu huwakilisha hukumu, lakini niliweka samale, baragumu ni hukumu iliyo na rehema na mapigo 7 ni hukumu isiyokuwa na rehema. Na kuna ufanano gani sasa kati ya baragumu na mapigo 7? Ndio sehemu yetu ya mwisho, tuna dakika 4. Tuna ufanano gani kati ya baragumu 7 na mapigo mangapi? 7. Ufanano gani upo? Ufanano ni huu. Baragumu ya kwanza ilipiga dunia. Mapigo 7, pigo la kwanza lilipiga dunia. Baragumu ya pili ilipiga baharini. Pigo la pili lilipiga baharini. Baragumu ya tatu ilishambulia mito na chemichemi za maji. Pigo la tatu lilipiga mito na chemichemi za nini? Za maji. Baragumu ya 4 ilishambulia vitu vya mbinguni, jua, mwezi na nyota. Pigo la 7 ilishambulia vitu vya wapi? Pigo la 4 lilishambulia vitu vya mbinguni. Alafu baragumu ya 5 giza lilifunika anga, kukawa hakuna jua wala mwezi wala nyota. Pigo la 5 giza lilifunika anga. Baragumu ya 6 mto Frati unatajwa. Pigo la 6 mto Frati unatajwa. Baragumu ya 7 ni ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Pigo la 7 ni ujio wa Yesu Kristo mara ya ngapi? Tunaelewana vizuri? Kwa ndio ile ni hukumu. Kila kitu almost kinafanana, lakini ni hukumu yenye rehema. Hii ya pili itarudia the same, lakini haina rehema. Tunaelewana hapo vizuri? Ninyi wanadarasa. Jambo la mwisho, nukuu ya mwisho leo. Selected message, gombo la 3, ukurasa wa 426, paragrafu ya kwanza. Roho nabii inasema vita vya Armageddon vitapiganwa. Na siku hiyo lazima ikute hakuna hata mmoja wetu amelala. Ni lazima tuwe macho sana kama wanawali wenye busara, wakiwa na mafuta katika vyombo vyetu pamoja na taa zetu. Nguvu za Roho Mtakatifu lazima ziwe juu yetu, na kapteni wa jeshi la Bwana atasimama mbele ya malaika wa mbinguni akiongoza vita. Alafu Biblia inasema, Roho nabii inasema baragumu baada ya baragumu itafanyaje? Pigo baada ya pigo kufanyaje? Moja baada ya lingine juu ya wakazi wa nini? Kwa litaanza baragumu baada ya baragumu, alafu baada ya muda itakuja pigo baada ya nini? Hivyo ndio Ellen White anavyoelezea, very wonderful. Anasema matukio ya kuvutia sana yako karibu yetu, na mambo hayo yatakuwa dalili za hakika za uwepo wa yeye ambaye ameelekeza katika kila harakati za uchochezi, ambaye ameandamana na msafara wa kazi yake kwa vizazi vyote. Ndipo anasema watu, mwisho anamalizia anasema watu wake katika mapambano yao yote hadi mwisho wa dunia atathibitisha ukweli, utaufanya ushinde. Yuko tayari kuwapa waaminifu wake nia na nguvu za kusudi, akiwatia moyo kwa tumaini na ujasiri na ushujaa katika utendaji unaongezeka kadri wakati unavyokaribia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa?
Tumebakiza vipengele viwili katika sehemu yetu ya utangulizi. Tumebakiza jambo moja tu la msingi la kuweza kuangalia, ni maana ni patakatifu na baragumu. Tumekwisha kuangalia. Ukisoma, ukichukua ile dude utasoma sana. Alafu tutakuja tumalizie sehemu ya mwisho, ni baragumu na kitabu cha Pambano Kuu. Tuko sawa? Kwa hiyo next week kila mtu aje na kitabu chake cha Pambano Kuu. Alafu nitakuonyesha jinsi ambavyo kitabu cha Pambano Kuu kilivyoandikwa sawa na baragumu 7. Mfano, baragumu ya kwanza maana yake ni kuangamizwa kwa Yerusalemu, ndio Ufunuo sura ya kwanza. Baragumu ya pili ni kuanguka kwa Rumi, ndio Ufunuo, ndio kitabu hiki sura ya pili. Baragumu ya tatu ni kuchafuka kwa kanisa, ndio kitabu hiki sura ya 3. Baragumu ya 4 ni utawala wa papa, ndio kitabu hiki sura ya 4 mpaka ya 14. Baragumu ya 5 ni mapinduzi ya Ufaransa, ndio kitabu hiki sura ya 15. Baragumu ya 6 ni kusanyiko la waovu kutokea mwaka 1844 mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema, na wakati huo kuna kusanyiko la wenye haki toka mwaka 1844 mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Juu ya kusanyiko la watakatifu ni sura ya 18 mpaka 28, inaelezea kusanyiko la watakatifu, Mungu akikusanya watakatifu. Alafu sura ya 29 mpaka 38 inaelezea kusanyiko la waovu, Mungu anaonyesha jinsi waovu wanavyojikusanya. Alafu baragumu ya 7 ni sura ya 39 mpaka 42, inaongelea ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana wabariki sana. Amina. Tukutane Jumamosi ijayo saa 2 kamili, darasa letu litakuwa likianza. Kama una swali utalitunza, utaniuliza baadaye, kwa sababu muda wetu umeisha. Saa 3:01. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ishiye mbinguni, tunakushukuru kwa mwanzo wa darasa letu hili. Tumeangalia kwa sehemu utangulizi. Wiki lijalo tutamalizia kwa sehemu kadogo kaliko baki ka utangulizi. Alafu tutaanza baragumu ya kwanza ilipopigwa. Ninakusihi na kukuomba katika kila tunachojifunza tukakuone wewe. Mbariki kila mmoja wetu. Endelea kutubariki, kutupatia hekima ya kujua namna ya kujifunza vyema kupitia jina mwanao Yesu Kristo. Amina. Kwa wale waliochelewa